Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, natumai hamujambo. Leo katika mfululizo wa makala zetu tutakwenda kuzungumzia juu ya masuala mazima ya kuwa na uraibu. Sisi wanadamu Mwenyezi Mungu ametukadiria kwa kila kitu, ikiwemo chakula, dawa, starehe, mazungumzo, pesa, matumizi, kazi. Lakini kuna watu miongoni mwetu ambao Mwenyezi Mungu amewapa mtihani au Mwenyezi Mungu amewapitisha kwenye shida, wakakosa mtu wa kumwambia shida yao, wakapata marafiki wabaya, wakawashauri kuhusu shida, tatuzi yake ni dawa ya kulevya au matumizi ya dawa yasiyo sahihi. Nataka kuwapa habari njema ndugu zangu ambao kwa namna moja au nyingine mumeingia katika anasa hii au mtihani huu bila kupanga, bila kutaka. Ni kwa sababu ulipata mtihani, ama ni kwa sababu umri, au ni kwa sababu kampani tofauti, ama ni kwa sababu ulijikuta tu. Kwanza, huu sio mwisho wako, na natakiwa ujifahamu kwamba midhali unasikiliza taarifa hii ambayo mimi nakwambia kwamba wewe tayari ni mshindi, kwa sababu maana yake ni kwamba unatafuta njia ya kujiokoa nafsi yako. Nataka nikushauri ndugu yangu, mpenzi wangu, ambaye umechoka kuwa mtumwa, umechoka kuwa teja wa dawa, wa starehe, wa marafiki, kwamba wewe ni thabiti sana kuliko ambavyo unajiona. Mwenyezi Mungu katika Surat Al-Baqara alisema kwamba mimi nimewaumba wanadamu wote wawe makhalifa katika dunia yangu. Mimi nimeumba wanadamu wawe mabalozi katika dunia. Kwamba Mwenyezi Mungu ambapo wewe humuoni, yeye anakuona, anategemea wewe uwe balozi kwake, na anategemea baadhi ya sifa zake uzionyeshe kwa watu. Manake Mwenyezi Mungu ni Rahim, Mwenyezi Mungu ni Karim, Mwenyezi Mungu ni Wadud, Mwenyezi Mungu ni Jabbar, Mwenyezi Mungu anatupenda. Kwa hiyo wewe utafsiri zile sifa 99 za Mwenyezi Mungu na majina yake kwa waja wake, kwa sababu wewe ni balozi. Kama wanatafutwa watu wenye tabia njema, wewe utafsiri tabia njema kwa ajili ya badili ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe ni kiongozi na msimamizi katika hii dunia. Maana yake uwe mwema kwa wanyama, uwe mwema kwa watu, uwe mwema kwa madaraka, uwe mwema kwa dawa, uwe mwema kwa huduma unazotoa kwa watu, na uwe mwema kwa kauli zako. Sasa wengi wetu sisi tuna wenzetu ambao wameingia katika mtihani huu, na waambieni wa dawa, wameingia katika mtihani wa kupokea ushauri mbaya mpaka wakaingia katika mashimo haya. Nataka niwaambieni ndugu zangu, hakuna miongoni mwao ambao wanapenda kukaa hapo walipo, na hakuna miongoni mwao ambaye anafurahia kuwepo hapo walipo. Na mimi nawaambieni ndugu zangu, nyinyi ambao nyinyi mumenasibishwa na kadhia hii, kwamba si rahisi. Sijui maumivu yenu, lakini najua si rahisi. Kwa fikra zangu kidogo na elimu kidogo nilopata, najua ni ngumu sana kuacha kuliko kutumia. Na najua kwamba mkiacha mnafikia hatua mpaka ya kutaka kifo. Na najua kwamba inawezekana mkashindwa kuacha. Lakini kama ilivyo huruma ya Mwenyezi Mungu, hata nyinyi nendeni na mili yenu, akili zenu kwa huruma hivyo hivyo, kwamba kwa kuhakikisha kila siku unaacha kidogo kidogo mpaka pale utakapoacha kabisa. Sio jambo zuri. Huwezi kuomba limpate mwanao wala mtoto wa mwenzio, na wala huwezi kuomba apate mwenzio katika imani au katika uumbaji. Lakini ikiwa sasa umeshapata, utafanya nini? Tayari wewe ni wetu, hatuwezi kukuua. Tunachofanya ni kujaribu kukuletea huduma ya kwanza, ambayo ni ya kusema na akili yako. Na mimi kama mshaharishaji wako wa masuala ya afya ya akili nakwambia hivi,
utakuwa salama tena, utarudi kwenye harakati zako. Lakini ninakuita leo kwa sababu nimesikia wito juu yako kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika Surat Bakara. Anawaambia malaika wote pamoja na sheitani, msujudieni Adam. Wale malaika wakasujudu isipokuwa Ibilisi. Akasema, mimi siwezi kumsujudia huyu mtu kwa sababu yeye umemuumba kwa udongo, mimi umeniumba kwa moto. Iweje basi mimi niliyeumbwa kwa moto nisujudie mtu loumba kwa tope tu? Mwenyezi Mungu akasema, ninda kufukuza utoweke katika mbingu yangu, uondoke katika arshi tukufu, na wewe usirudi hapa, uende katika mashimo marefu zaidi ya moto, kwa sababu mimi huyu ni halifa wangu. Kama malaika walioumbwa na nuru wamekusujudia wewe, aliyekataa ni Ibilisi, na unaijua nafasi ya Ibilisi mbele ya Mola wako mtukufu. Ibilisi yeye ni mtu wa motoni, na sisi umati wa Muhammad wote tumetabiriwa pepo, ikiwemo wewe ambaye umepata kadhia hii. Maana yake ni kwamba rehma ya Mwenyezi Mungu bado iko na wewe, rehma ya Mwenyezi Mungu bado inakufuata nyuma, kwamba leo ukibadili mustakabali wako utarudi kwenye nafasi yako. Na hata kama hujabadili mustakabali wako, Mwenyezi Mungu ni rahimu, anakuhurumia, anajua jitihada yako ya kutaka kutoka. Basi toka taratibu, toka ukiwa na nia kwamba natoka kwa sababu mimi ni balozi wa Mwenyezi Mungu katika dunia hii. Na Mwenyezi Mungu alimkimbiza shetani ambaye ndiye ananilaghai mpaka naingia hapa, alimfukuza kenda mbali ili Mwenyezi Mungu abaki na mimi. Yani wewe ni bora kuliko Ibilisi mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi kama Mwenyezi Mungu amekuweka katika nafasi kubwa namna hii, na akatabiri kwamba wewe utaingia peponi, na katika pepo kuna anasa, kwa nini wewe unajikatia tamaa hivi sasa? Na kuita leo usikate tamaa, vaa nguvu zako zote, chukua hatua dhidi ya maisha yako, chukua hatua dhidi ya udhaifu wote ulionao, dhidi ya pombe, dhidi ya dawa za kulevya, dhidi ya uzinifu, dhidi ya starehe, dhidi ya kuwa mkorofi. Chukua hatua dhidi ya tabia zote mbaya, na uamue kuwa mtekelezaji wa sera ya Mwenyezi Mungu katika dunia hii ya kumesha ni wema, kutenda wema na kuwa mwema, na siku zote uso wako ulipuke wema, na mbele ya wanadamu wenzio uwe mwema, bali kujali rangi, kabila, nchi, dini, uwezo wa kielimu, uwezo wa kifedha ama jinsi. Wewe kuwa mwema, kwa sababu nafasi yako kwa Mwenyezi Mungu inashinda hiyo nafasi ya mawazo ulionayo inokufanya mpaka unachukua pombe. Mwenyezi Mungu hakukuumba ukiwa unakunywa wala ukila dawa, hakukuumba ukiwa mzinifu. Uliingia katika dunia hii ukiwa msafi. Ndio maana ulivyoingia ilisomwa adhana, kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua kwamba hivyo ndio vitu ambavyo watakiwa kuvisikia mwanzo. Sasa kama unasikiliza umbea, kama unasema watu, kama wewe umeamua kuwa mlevi, kama umeamua kuwa mtu wa kutumia dawa, na kuomba leo chukua hatua, simama, vaa uhusika wako mkuu kama khalifa wa Mwenyezi Mungu katika dunia hii, na ujiweke mbele za watu ukiwa na confidence kwamba Mwenyezi Mungu ni rahimu, atakusamehe, na atakapoona umenyanyua mguu mmoja wa jitihada za kubadilisha hatma yako, yeye atakuwekea nguvu mara alfu, na hutoanguka tena katika dhambi, hutoanguka tena katika udhaifu huu, na wala hutoingia tena katika addiction. Na leo ndio mwisho wa historia yako mbaya, na leo ndio itakuwa mwanzo wa historia yako mpya, ukiwa umezaliwa upya kama halifa wa Mwenyezi Mungu alivyokuumba, kama halifa wa Mwenyezi Mungu, kama baba yako Adam. Nawashukuru sana na nawaombeeni kila laheri.